Binti wa bilionea anampiga na kumtesa mfanyakazi wa ndani. Anamtemea mate na kumwagia maji ya moto, bila kujua ni mama yake mzazi waliyepotezana miaka 20 iliyopita. Fuatilia kisa hiki kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla hatujaanza, like, comment bendera ya nchi yako, kisha subscribe na share kwa marafiki zako. Tuanze. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa likiwaka kwa joto la mchana, lakini ndani ya kuta za jumba la bilionea Kiseiza lililopo maeneo ya Oyster Bay, hali ya hewa ilikuwa ya baridi ya wastani kutokana na mifumo ya kisasa ya kiyoyozi. Jumba hilo halikuwa nyumba tu, lilikuwa ni kielelezo cha mafanikio makubwa. Kuta zake zilikuwa zimepambwa kwa marumaru kutoka Italia, na samani zote zilikuwa zimeagizwa kutoka Uturuki na Ufaransa. Bustani yake ilikuwa na ukubwa wa nusu heka, ikiwa na bwawa la kuogelea ambalo maji yake yaling'aa kama kioo cha bluu chini ya jua la utosi. Bilionea Kiza, mwanaume mwenye umri wa miaka 55, alikuwa amejipatia utajiri wake kupitia biashara za meli na usafirishaji wa mizigo nje ya nchi. Pamoja na kumiliki maghala makubwa na akaunti zenye mamilioni ya dola, pamoja na hayo yote, Kiza alibaki kuwa mtu wa watu. Alijulikana kwa kuvaa suti za kawaida, kusalimia walinzi wake kwa majina na kutoa misaada mingi kwenye vituo vya watoto yatima. Kwake, mali ilikuwa ni chombo cha kusaidia wengine, si silaha ya kunyanyasia. Hata hivyo, katikati ya baraka hizo zote, Kiza alikuwa na jeraha moja kubwa moyoni mwake: binti yake wa pekee, Sandra. Sandra, mwenye umri wa miaka 22, alikuwa mrembo wa kupindukia. Alikuwa na ngozi nyororo na rangi ya maji ya kunde, macho makubwa yenye mvuto, na mwili ulioumbwa kwa ufundi wa hali ya juu. Lakini uzuri huo wa nje ulikuwa ni ganda tu lililofunika roho iliyojaa kiburi, majivuno na dharau iliyopitiliza. Tangu alipohitimu masomo yake nchini Uingereza na kurudi nyumbani, Sandra alikuwa amejigeuza kuwa malkia wa mateso ndani ya jumba hilo. Siku moja asubuhi ilianza kwa kishindo. Sandra alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha dhahabu kwenye meza ya chakula, akisubiri kifungua kinywa. Mfanyakazi wa ndani aliyeitwa Amina, binti wa miaka 18 aliyekuwa akifanya kazi ili apate ada ya kurudi chuo, aliingia kwa unyenyekevu akiwa amebeba chai. "Chai yako hii hapa, dada Sandra," Amina alisema kwa sauti ya upole, akijaribu kuweka kikombe mezani. Ghafla, Sandra alikunja uso kana kwamba ameona kitu cha kinyaa. Alinyosha kidole chake kilichopakwa rangi ya kucha nyekundu na kukigusa kikombe. "Hii chai mbona haina mvuke wa kutosha? Unataka ninywe maji ya uvuguvugu kama mgonjwa wa hospitali?" "Samahani, nimeileta moja kwa moja kutoka jikoni." Amina alijaribu kujitetea. Kabla hajamaliza sentensi, Sandra alikinyanyua kile kikombe na kukimwaga chote juu ya mikono ya Amina. Amina alipiga yowe la maumivu huku chai ya moto ikimuunguza, lakini Sandra hakuonyesha hata chembe ya huruma. Badala yake, alicheka kwa dharau. "Ondoka mbele yangu, kiumbe usiye na akili. Nyie maskini mnafikiri mkija hapa mko likizo. Nataka chai nyingine ndani ya dakika 2, na ikichelewa utaondoka hapa bila mshahara wako wa mwezi huu." Sandra alifoka huku akimrushia Amina leso iliyolowa ili afute sakafu. Bilionea Kiza, aliyekuwa akishuka ngazi akielekea ofisini, alishuhudia tukio hilo. Alisimama kwa mshtuko, moyo ukimuuma. "Sandra, unafanya nini? Mbona unamfanyia mwenzako unyama kiasi hicho?" Sandra aligeuka na kumtazama baba yake kwa macho ya kukaidi. "Baba, usiniingilie kwenye utaratibu wangu wa nyumba. Hawa watu usipowapa nidhamu ya hofu, wanajisahau. Wanafanya kazi kama wako kwao vijijini. Huyu binti ana wazazi wake, Sandra. Ana utu kama wewe. Mali hizi nimezitafuta mimi, na sijawahi kumdharau mtu yoyote. Kwa nini wewe uwe na roho ya namna hiyo?" Kiza aliongea kwa uchungu, akimshika mkono Amina na kumpatia fedha za matibabu huku akimruhusu aende kupumzika. "Utajiri wako ndo unanifanya niwe hivi baba. Mimi ni binti wa bilionea Kiza, siwezi kushindwa na msichana anayenuka jasho na sabuni za miche," Sandra alijibu akijitazama kwenye kioo cha simu yake ya gharama kubwa. Hali ndani ya nyumba hiyo ilikuwa ya kutisha kwa wafanyakazi. Hakuna aliyeweza kudumu. Ndani ya mwaka mmoja pekee, zaidi ya wafanyakazi 10 walikuwa wameacha kazi au kufukuzwa kwa dharau. Wengine walikuwa wakipigwa makofi, wengine kutemewa mate, na wengine kunyimwa chakula kwa makosa madogo ya kibinadamu. Siku chache baadaye, bilionea Kiza alimuita Sandra ofisini kwake nyumbani. Uso wa mzee huyo ulikuwa na mawazo mengi. "Sandra, nina safari ya dharura.
Nitakuwa nchini Dubai kwa miezi 3 kusimamia mradi mpya wa meli. Nitakuacha peke yako hapa nyumbani. Sandra alitabasamu, moyo wake ukishangilia uhuru alioupata. Usijali baba, nitaendesha kila kitu vizuri. Kiza alitikisa kichwa kwa huzuni. Hofu yangu ni tabia yako. Wafanyakazi waliopo wote wameandika barua za kuacha kazi asubuhi ya leo baada ya kusikia mimi naondoka. Wanaogopa kubaki na wewe peke yako. Utajihudumia vipi? Sandra alicheka kwa dharau. Waache waende baba. Dunia imejaa maskini wanaotafuta kazi. Nitaajiri wengine na nitawafundisha adabu hadi wanisujudie. Siku ya kuondoka kwa bilionea Kiza ilitawaliwa na hali ya huzuni na ukimya wa ajabu ndani ya jumba lile. Alfajiri na mapema, gari nyeusi aina ya Range Rover ilikuwa imepaki mlangoni tayari kumpeleka mzee huyo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Kiza alisimama mlangoni akitazama nyumba yake kwa mara ya mwisho kabla ya safari ya miezi 3. Alimgeukia Sandra ambaye alikuwa amevaa gauni fupi la hariri, akionekana kutojali kabisa kuondoka kwa baba yake. Sandra, nakusihi kwa mara ya mwisho mwanangu, badili moyo wako. Utajiri huu unaouona ni kivuli tu, kesho unaweza usiwepo, Kiza alisema kwa sauti iliyojaa upendo wa baba, akimshika bega binti yake. Sandra alicheka kwa dharau, akijitazama kucha zake zilizong'ara. Baba, safari njema. Usijali kuhusu mimi. Hawa mende wako wa kazi nitawanyoosha tu. Nenda Dubai kapate pesa zaidi, huku nyumbani nitapaweza. Gari ilipoondoka na kupotea kwenye lango kuu, Sandra alirudi ndani kwa maridadi. Lakini alichokikuta kilimfanya apige yowe la hasira. Wafanyakazi wote 3 waliokuwa wamebaki, mpishi, mfanyakazi wa usafi na mtunza bustani, walikuwa wamepanga mabegi yao madogo mlangoni mwa jiko. Mnafanya nini hapa? Nani amewaruhusu kutoa mabegi yenu? Sandra alifoka, macho yake yakimtoka kama chatu mwenye njaa. Yule mpishi mzee wa makamo alijikaza na kusema, dada Sandra, hatuwezi tena. Tumevumilia matusi, tumevumilia kupigwa makofi, na tumevumilia dharau zako kwa sababu ya heshima ya baba yako. Sasa baba amesafiri, hatuko tayari kufia ndani ya nyumba hii. Kila la kheri. Bila kusubiri jibu la Sandra, walitoka mmoja baada ya mwingine kupitia mlango wa nyuma. Sandra alibaki amesimama katikati ya sebule kubwa, akitetemeka kwa hasira. Ondokeni! Tokeni nyote! Nitatafuta watu wengine bora kuliko ninyi mbwa wa mitaani, alipiga kelele ambazo zilirejea kwa mwangwi kwenye kuta za jumba hilo tupu. Siku 2 zilipita. Jumba lile lililozoea usafi lilianza kuingia vumbi. Vyombo vilijaa jikoni kwa sababu Sandra hakujua hata jinsi ya kuwasha jiko la kisasa la umeme. Njaa ilianza kumng'ata na dharau yake ilimzuia kuomba msaada kwa majirani. Alikuwa amekata tamaa, akijilaumu kwa nini aliwaruhusu wale viumbe waondoke kabla hajapata wengine. Siku ya 3, majira ya saa 4 asubuhi, kengele ya lango kuu ililia. Sandra alikimbia kwa haraka, akitegemea labda ni mmoja wa wafanyakazi wake amerudi kuomba radhi. Alitazama kwenye kioo cha kamera ya langoni na kumuona mwanamke mmoja. Alikuwa mwanamke wa makamo, takribani miaka 50. Alikuwa amevaa khanga iliyofifia rangi, lakini ilikuwa safi. Uso wake ulikuwa na mikunjo ya uchovu na huzuni, lakini macho yake yalikuwa na amani ya ajabu. Alikuwa amebeba mfuko mdogo wa sandarusi mkononi. Sandra alifungua lango kwa rimoti na kuelekea nje. Wewe ni nani? Na unatafuta nini hapa saa hizi? Aliuliza kwa ukali, akiziba pua yake kana kwamba ananusa harufu mbaya. Mwanamke yule alipiga magoti pale pale kwenye lami ya moto, akainamisha kichwa kwa unyenyekevu mkubwa. Hujambo binti mzuri. Jina langu ni Debora. Nimepita hapa nikaona tangazo la kazi mlangoni lililoandikwa kwa mkono. Naomba kazi ya ndani mwanangu. Nitafanya kazi yoyote, sitaki mshahara mkubwa, nataka tu mahali pa kulala na chakula kidogo. Sandra alimtazama Debora kuanzia kichwani hadi miguuni. Aliona kucha za Debora zilizopasuka kwa kazi ngumu na miguu yake iliyojaa vumbi la barabarani. Unajua kazi ya ndani wewe? Unajua kutumia mashine za kisasa au utakuja kuvunja vyombo vyangu vya thamani? Nitajifunza binti yangu. Mimi ni mchapakazi na nina subra, Debora alijibu kwa sauti ya upole iliyokaribia kutetemeka. Sandra alitabasamu tabasamu la kishirikina. Aliona mbele yake kiumbe kipya cha kumnyanyasa.
Aliona mtu ambaye hana pa kwenda, hivyo atakuwa rahisi kumtumia kama mtumwa. Sawa, ingia ndani. Lakini ujue hapa sio kwa maskini wenzako. Hapa ni ikulu ya Sandra. Ukikosea nitakufundisha adabu ambayo hutoisahau maisha yako yote. Deborah aliinuka, akashukuru kwa unyenyekevu na kumfuata Sandra kwa nyuma. Hakujua kuwa binti huyu anayemwongoza kwa dharau ndiye yule mchanga aliyempoteza miaka 20 iliyopita wakati wa machafuko ya ajali mbaya ya moto iliyowatenganisha. Hakujua kuwa anaingia katika jumba la mume wake wa zamani, bilionea Kiza Caesar, ambaye aliamini mke wake alikufa kwenye ajali hiyo. Sandra alimgeukia Deborah akiwa mlangoni. Kuanzia leo, jina lako ni wewe. Usitegemee nikuite kwa jina lako la kimasikini. Nenda jikoni, osha vyombo vyote, kisha usafishe nyumba nzima. Na ole wako nikute hata tone la vumbi. Deborah aliinama na kuanza kazi mara moja, huku moyo wake ukijawa na shukrani kwa kupata paa la kuishi, bila kujua kuwa anaanza safari ya mateso mikononi mwa damu yake mwenyewe. Jua la asubuhi lilichungulia kupitia madirisha makubwa ya kioo ya jumba la bilionea Kiza, lakini kwa Deborah, mwangaza huo haukuleta matumaini yoyote. Ulikuwa ni mwanzo wa siku nyingine ya mateso. Tangu alipoingia ndani ya nyumba hiyo wiki 2 zilizopita, maisha yake yamekuwa ni mfululizo wa dharau, kazi ngumu zisizo na kikomo, na vipigo vya ghafla kutoka kwa binti mdogo. Sandra alikuwa ameamka na mchecheto wake wa kawaida. Alishuka ngazi akipiga kelele, viatu vyake vya bei ghali vikitoa sauti ya gudigudi kwenye marumaru safi. Wewe, uko wapi? Mbona kimya kimezidi hapa ndani? Unadhani nimekuleta hapa kulala? Deborah, aliyekuwa akisugua sakafu ya jiko kwa magoti, aliharakisha kutoka huku akipangusa mikono yake kwenye gauni yake iliyochakaa. Nipo hapa binti yangu. Nilikuwa namalizia kusafisha jiko ili nianze kuandaa kifungua kinywa chako. Sandra alimkaribia na kumtazama kwa jicho la dharau. Binti yako? Nani binti yako? Nimekuambia mara ngapi usiniite hivyo? Mimi ni bosi wako, mimi ni malkia wa nyumba hii. Unaniita binti kana kwamba tulizaliwa kijiji kimoja kule unakotoka kulikojaa njaa. Ghafla Sandra alinyosha mkono na kumpiga Deborah kofi zito la uso. Sauti ya kofi hilo ilisikika kama mpasuko wa mti mkavu. Deborah aliyumba, akashika shavu lake lililoanza kuvimba papo hapo, lakini hakuanguka. Macho yake yalijaa machozi, si kwa sababu ya maumivu ya mwili pekee, bali kwa sababu ya huzuni ya kuona binti mrembo kama yule ana roho iliyooza kiasi kile. Nenda kaniandalie kahawa. Na nimekuambia sitaki sukari, nataka iwe na asali ya dharura niliyokuagiza jana. Ikichelewa sekunde moja, utajua kwa nini kuku hacheki. Sandra alifoka na kumsukuma Deborah kwa nguvu kuelekea jikoni. Deborah alirudi jikoni kwa unyonge. Alipokuwa akichemsha maji, machozi yalimtoka na kudondokea kwenye sinki. Alikuwa amepitia mengi maishani. Alipoteza familia yake katika ajali ya moto miaka 20 iliyopita. Akapoteza fahamu kwa muda mrefu, na alipoamka hakuwa na kumbukumbu ya mahali mume wake na binti yake walipo. Alikuwa ameishi maisha ya umaskini na upweke, akitafuta kazi za sulubu ili mradi apate mkate wa kila siku. Licha ya mateso hayo ya Sandra, Deborah alihisi kitu cha ajabu moyoni mwake. Kila alipomtazama Sandra akifoka, badala ya kumchukia, alihisi huruma kubwa. Alimwona Sandra kama mtoto aliyepotea njia, mtoto anayehitaji kuelekezwa kwa upendo na si kwa hasira. Mara nyingi Sandra alipokuwa akimtukana, Deborah alikuwa akimtazama kwa tabasamu fupi la huzuni, tabasamu ambalo lilimfanya Sandra achanganyikiwe na kukasirika zaidi. Unatabasamu nini wewe kichaa? Sandra aliingia jikoni na kumkuta Deborah akiwa amemtumbulia macho ya upendo huku akimletea kahawa. Unanicheka? Unadhani mimi ni rafiki yako? Hapana bosi. Nasikitika tu kwa sababu uzuri wako wa sura haufanani na maumivu yaliyomo moyoni mwako. Una hasira nyingi sana kwa umri wako, Deborah aliongea kwa sauti ya chini na ya upole. Kauli hiyo ilimfanya Sandra apandwe na wazimu. Alichukua kikombe cha kahawa kilichokuwa kimeanza kupoa kidogo na kukirusha kuelekea kwa Deborah. Kikombe kilimpata begani na kupasuka, huku kahawa ikimlowesha. Unanifanyia uganga? Unasoma moyo wangu? Kuanzia leo, huli chakula cha mchana. Utakula makombo ya mbwa wangu, kisha utaenda kufua mashuka yote ya ghorofa ya pili kwa mikono. Sitaki kuona unatumia mashine.
Siku nzima, Debora alifanya kazi chini ya jua kali na ndani ya vyumba vya baridi, akitukanwa kwa kila kosa dogo. Alipoanguka kwa uchovu, Sandra alimwagia maji ya baridi ili aamke. Lakini kila Debora alipoinuka, alijifuta uso na kusema, "Asante bosi, nitaendelea." Wakati wa usiku, Debora akiwa amelala kwenye godoro lake jembamba katika chumba cha watumishi, alikuwa akisali. Mungu, mbariki binti huyu. Muondolee roho ya dharau. Hajui atendalo. Hakujua kuwa maombi yake yalikuwa yakielekezwa kwa damu yake mwenyewe. Hakujua kuwa mateso aliyokuwa akiyapata yalikuwa ni mwanzo wa mtihani mzito ambao ungemrudishia kila kitu alichopoteza miaka 20 iliyopita. Kwa upande mwingine, Sandra alikuwa akigeuka kitandani kwake, akisumbuliwa na kitu asichokielewa. Lile tabasamu la huzuni la Debora lilikuwa likimjia ndotoni. Alijihisi kuwa na nguvu kwa kumtesa mwanamke huyo, lakini moyoni mwake alikuwa anaanza kuhisi upweke ambao haujawahi kumtokea kabla. Badala ya kubadilika, aliamua kuwa kesho atamfanyia ukatili mkubwa zaidi, ili aone kama tabasamu la kijinga la Debora lingetoweka. Joto la jiji la Dar es Salaam lilikuwa limezidi, lakini ndani ya jumba la kifahari la bilionea Kiza, baridi ya viyoyozi ilitawala. Hata hivyo, baridi hiyo haikutosha kupoza moto wa chuki uliokuwa unawaka ndani ya moyo wa Sandra. Tangu baba yake aondoke kuelekea Dubai, Sandra alikuwa amejigeuza kuwa mtesaji asiye na huruma. Alishindwa kuelewa kwa nini huyu mwanamke, Debora, alikuwa bado yuko hapo. Wafanyakazi wote walishakimbia, lakini Debora alikuwa kama jiwe. Anapigwa, anatusiwa, anatemewa mate, lakini bado asubuhi na mapema anakuja kumsalimia kwa unyenyekevu. "Habari bosi, chai tayari." Siku hiyo, Sandra aliamka akiwa na mhemko mbaya zaidi. Alikuwa ameshinda usiku kucha kwenye kumbi za starehe na kurudi alfajiri, hivyo kichwa kilikuwa kinamuuma. Alihitaji mtu wa kutoa hasira zake, na shabaha yake ya kudumu ilikuwa ni Debora. "Wewe Debora, njoo hapa haraka." Sandra alifoka akiwa amekaa kwenye kochi la ngozi, miguu yake akiwa ameiweka juu ya meza ya kioo ya thamani. Debora alikuja mbio kutoka gorofani ambako alikuwa anasafisha madirisha. Alikuwa anaonekana mchovu, mikono yake ikiwa imepata sugu kwa sababu ya kazi ngumu anazopewa na Sandra ambazo hazina kikomo. "Nimefika bosi." "Unahitaji nini?" "Nenda kachemishe maji ya moto sana. Nataka kuosha miguu yangu, na yakipungua moto hata kidogo, utajua kwa nini mama yako alikuzaa." Sandra alitoa amri hiyo kwa sauti ya kikatili. Debora hakubisha. Alielekea jikoni na kuwasha jiko. Alichemsha maji kwenye sufuria kubwa hadi yakawa yanatoa mapovu na mvuke mzito. Aliyabeba maji yale kwa uangalifu mkubwa kuelekea sebuleni. Alipofika mbele ya Sandra, alipiga magoti na kuweka beseni chini. "Bosi, maji tayari," Debora alisema kwa upole. Sandra aliingiza kidole chake kidogo na kukitoa haraka kwa hasira. "Haya unaita maji ya moto? Haya ni maji ya kunywa mbwa wewe. Unataka kunichezea akili?" "Lakini bosi, yamechemka kabisa, mvuke huu hapa." Debora alijaribu kujitetea kwa sauti ya kutetemeka. Bila kuchelewa, Sandra alinyakua lile beseni la maji yaliyokuwa bado yanatokota. Kwa unyama ambao hauelezeki, alimwagia Debora maji yale kifuani na mikononi. Debora alipiga yowe la maumivu makali ambalo lilitikisa kuta za jumba lile. Alidondoka chini akigaagaa, ngozi yake ikianza kubadilika rangi na kuwa nyekundu, huku maumivu yakimchoma kama sindano za moto. "Huo ndio ujira wa dharau yako. Kaa hapo ulie, na ole wako uache kazi. Ukiondoka hapa bila ruhusa yangu, nitahakikisha polisi wanakufunga kwa kunitolea lugha chafu." Sandra alifoka na kuelekea chumbani kwake, akimwacha mwanamke wa miaka 50 akiwa amelala kwenye sakafu ya baridi, akilia kwa uchungu. Saa kadhaa zilipita. Sandra alishuka gorofani akitegemea kuwa Debora atakuwa ameshatoroka. Alikuwa ameshazoea kuona wafanyakazi wakikimbia baada ya kufanyiwa ukatili mdogo kuliko huo. Lakini alichokikuta kilimfanya asimame kwa mshangao. Debora alikuwa jikoni, amejifunga kitambaa mwilini kufunika sehemu zilizoungua, na alikuwa anaendelea kusafisha vyombo huku akilia kwa sauti ya chini. "Kwani wewe huna kwenu?" Sandra aliuliza, safari hii akionekana kuchanganyikiwa kweli. "Nimekumwagia maji ya moto, nimekupiga mara ngapi na kutukana kila siku. Kwa nini huondoki? Una matatizo gani ya akili?" Debora aligeuka, macho yake yakiwa yamevimba kwa kulia. "Sina mahali pengine pa kwenda bosi. Mimi ni mgeni katika mji huu, nimepoteza kila kitu maishani mwangu."
Kazi hii ndiyo tegemeo langu pekee la kupata chakula na mahali pa kulala. Nitavumilia tu, labda ipo siku Mungu atakugusa moyo wako ukaacha kunitesa. Sandra alimtazama Debora kwa muda, akajihisi kukasirika zaidi kuona mwanamke huyu haonyeshi chuki kwake bali unyonge na uvumilivu. Basi endelea kufanya kazi. Na usitegemee nitakuonea huruma kwa sababu umeungua. Kesho nataka nyumba yote iwe imeng'ara. Debora aliinama na kuendelea na kazi yake kwa bidii. Hakuwa anajua kuwa mwanamke anayemtesa ni binti yake. Alikuwa anavumilia kwa sababu tu ya uhitaji na roho yake ya subra. Sandra naye hakujua kuwa kila tone la maji ya moto alilomwagia Debora lilikuwa linachoma damu yake mwenyewe. Ukimya uliendelea ndani ya nyumba hiyo, huku Debora akiwa ni mfanyakazi pekee aliyebaki, akivumilia jehanamu ya Sandra. Miezi mitatu ilikuwa inakaribia ukingoni tangu bilionea Kiza aondoke kuelekea Dubai. Ndani ya jumba lile la kifahari, ukimya ulikuwa umetawala, lakini ulikuwa ni ukimya uliojaa maswali mengi kuliko majibu. Sandra alikuwa ameketi kwenye kochi la thamani, akimtazama Debora aliyekuwa akisafisha madirisha makubwa ya kioo kwa unyenyekevu ule ule aliokuja nao siku ya kwanza. Macho ya Sandra yalikuwa yamejaa mkanganyiko, hakuweza kuelewa ni nguvu gani iliyokuwa ikimfanya mwanamke huyu abaki. Huyu mwanamke ana akili timamu kweli? Sandra alijiuliza moyoni mwake. Nimemwagia maji ya moto nikamfanya akae na maumivu wiki nzima bila kumpa dawa. Nimemtemea mate usoni mbele ya marafiki zangu nilipokuwa nataka kuonyesha mamlaka yangu. Nimemnyima chakula akashinda na maji tu kwa siku 3 mfululizo. Lakini bado yuko hapa. Hajatoroka, hajanitukana na wala hajawahi kuninyoshea kidole. Kwa Sandra, tabia ya Debora ilikuwa ni kichefuchefu. Alikuwa amezoea kuona watu wakivunjika moyo haraka. Alikuwa amewazoea wafanyakazi waliokuwa wakimnung'unikia na mwisho wa siku kuacha kazi kwa kelele. Lakini Debora alikuwa tofauti. Kila mara Sandra alipomfanyia unyama, Debora alikuwa akijifuta machozi kwa ncha ya khanga yake na kurudi kazini kwa bidii zaidi. Alikuwa anafanya usafi hadi nyumba inang'ara kuliko ilivyokuwa wakati baba yake yupo. Siku hiyo, Sandra aliamua kumuita Debora sebuleni ili kumfanyia mtihani wa mwisho wa kisaikolojia. Alitaka kuona kama mwanamke huyu ana ukomo wa uvumilivu. Wewe Debora, njoo hapa. Sandra alipaza sauti. Debora alikuja kwa haraka, akivuta miguu yake kidogo kutokana na uchovu wa kusimama siku nzima. Naam bosi, nipo hapa. Miezi 3 inaisha kesho. Baba anarudi kesho asubuhi, Sandra alisema huku akimtazama Debora kwa jicho la uchokozi. Nataka uniambie ukweli, kwa nini hukuacha kazi? Unategemea nini? Unadhani baba akirudi nitakupa sifa? Au unadhani nitakulipa mamilioni kwa haya mateso niliyokupa? Debora alishusha pumzi ndefu, mikono yake ikiwa imekunjwa mbele yake kwa unyenyekevu. Uso wake ulikuwa na mikunjo ya uchovu, na sehemu za mikono yake zilizoungua na maji ya moto zilikuwa zimeanza kupona, lakini zimeacha makovu mabaya. Bosi, kama nilivyokuambia mwanzo, sina mahali pengine pa kwenda. Dunia ya nje ni ngumu kwa mwanamke wa umri wangu, asiye na ndugu wala marafiki. Hapa, angalau nina paa juu ya kichwa changu, hata kama paa hilo linanidondoshea mvua ya maumivu. Sandra alicheka kwa dharau, lakini ndani ya moyo wake alihisi kitu kama hofu. Wewe ni mnafiki. Hakuna binadamu anayevumilia kupigwa na kutemewa mate kwa sababu tu ya paa la nyumba. Una mpango gani na mali za baba yangu? Unasubiri arudi ili umshitaki? Unasubiri umlilie ili akuonee huruma? Hapana bosi, Debora alijibu kwa sauti ya upole iliyokaribia kutoboa moyo wa Sandra. Sina mpango wa kumshitaki mtu. Mimi nimefundishwa kuwa na subra. Nilijisemea moyoni mwangu, kama nitaweza kuvumilia miezi 3 ya hasira zako, labda siku moja nitapata nguvu ya kuvumilia chochote kitakachonitokea maishani. Pia, nimeona upweke ndani ya macho yako Sandra. Unanitesa kwa sababu huna furaha. Nyamaza. Sandra alifoka na kusimama kwa ghafla. Huna haki ya kunisemea moyo wangu. Mimi ni binti wa bilionea, nina kila kitu ninachotaka. Furaha yangu haikutegemei wewe maskini unayenuka sabuni za miche. Sandra alihisi kuchanganyikiwa zaidi. Alianza kuona kuwa uvumilivu wa Debora unamfanya yeye aonekane mdogo. Alianza kuona kuwa licha ya yeye kuwa na pesa na mamlaka, Debora alikuwa na kitu ambacho yeye hana, amani ya ndani. Hali hiyo ilimfanya Sandra aanze kukosa usingizi. Kila akifunga macho, aliona sura ya Debora iliyokuwa na uvumilivu wa ajabu, na hiyo ilimtesa kisaikolojia.
Alianza kujihisi hali fulani ya ajabu kila Debora alipokuwa karibu naye. Haikuwa mapenzi, lakini haikuwa tena chuki ya kawaida. Ilikuwa ni kama sumaku inayomvuta kutaka kumjua zaidi mwanamke huyu, lakini kiburi chake kilikuwa kikizuia hilo. Alikuwa anaanza kuhisi kama kuna kitu kikubwa kinakuja, kitu ambacho kitabadilisha maisha yake, lakini hakujua ni nini. Usiku wa kuamkia kurudi kwa baba yake, Sandra alimwona Debora akiwa ameketi jikoni, akifua nguo za Sandra kwa mikono ili ziwe tayari asubuhi. Debora alikuwa akicheka peke yake kwa sauti ya chini, labda akifurahia kuwa safari ya bilionea Kiza imeisha na labda mateso yake yatapungua. Sandra alimtazama kutokea gizani na kuhisi moyo unamdunda kwa kasi. Kesho baba anarudi, Sandra alijisemea. Kesho nitamwambia baba amfukuze huyu mwanamke asiye na akili. Simtaki hapa ndani, ananifanya nijihisi vibaya. Lakini ndani kabisa, Sandra alijua kuwa hawezi kumfukuza Debora kwa urahisi huo. Kuna kitu kilikuwa kimeanza kuota ndani yake, mbegu ya hatia ambayo ilikuwa inaanza kuchipua. Asubuhi ya siku ya tukio ilianza kwa ukungu mzito jijini Dar es Salaam, kana kwamba asili yenyewe ilikuwa inaficha siri nzito ambayo ilikuwa inakaribia kufichuka. Ndani ya jumba la bilionea Kiza, hali ilikuwa ya msisimko na hofu. Sandra alikuwa amevalia gauni lake la gharama, akitembea huku na kule sebuleni huku akiangalia saa yake ya mkononi kila baada ya dakika 5. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi ya ajabu. Kwa upande mwingine, Debora alikuwa jikoni tangu saa 11 alfajiri, akihakikisha kila kona ya nyumba inang'ara na harufu ya vyakula vitamu inajaa hewani kwa ajili ya mapokezi ya bosi wake mkuu. Ghafla, sauti ya honi ya gari ilisikika mlangoni. Sandra alikimbia kwa kasi kuelekea mlangoni, uso wake ukiwa na tabasamu la ushindi. Aliona gari nyeusi aina ya Mercedes Benz ikiingia ndani ya fensi na kusimama mbele ya mlango. Dereva alishuka na kumfungulia mlango bilionea Kiza. Mzee huyo alishuka, akionekana mchangamfu na mwenye afya, akiwa amevalia suti yake ya bluu iliyoshonwa kwa ustadi. "Baba, karibu nyumbani." Sandra alipiga kelele na kumkumbatia baba yake kwa nguvu zote. "Mwanangu Sandra, nimekumisi sana binti yangu," Kiza alijibu huku akimkumbatia binti yake na kumtazama usoni. "Naona nyumba imetulia na inang'ara. Inaonekana umekuwa msimamizi mzuri wakati sipo." Sandra alicheka kwa dharau, akijaribu kuficha ukweli wa jinsi alivyokuwa akiishi. "Baba, nilikuambia nitashughulikia kila kitu. Hata hivyo, nina mfanyakazi mmoja wa ajabu huko ndani. Hajui chochote, lakini nimejitahidi kumnyoosha mpaka ameelewa nidhamu yangu." Bilionea Kiza alicheka kidogo na kuingia ndani. Alikuwa na shauku ya kuona ni nani huyo aliyeweza kuvumilia tabia ya binti yake kwa miezi 3. Huyo mwanamke lazima atakuwa na roho ya kipekee. "Hebu niingie jikoni nikapate maji ya baridi, kisha nikutane naye." Sandra alimfuata baba yake kwa hatua za madaha, akisubiri kuona baba yake akimfokea Debora kwa makosa yoyote madogo ambayo Sandra angeabuni. Debora alikuwa ameinama, akipanga matunda kwenye sahani kubwa ya kioo jikoni. Aliposikia hatua za watu na sauti ya mwanaume, moyo wake ulistuka. Alihisi nguvu fulani ya ajabu ikimvuta kugeuka. Alipogeuka, sahani ya matunda ilianguka kutoka mikononi mwake na kupasuka vipande vipande kwenye sakafu ya marumaru. Debora alisimama kama sanamu. Macho yake yalikutana na macho ya bilionea Kiza. Kwa upande wake, Kiza alihisi kama damu imeacha kutembea mwilini mwake. Chupa ya maji aliyokuwa ameshika ilianguka pia. Alipiga hatua 2 kuelekea mbele, uso wake ukiwa na mchanganyiko wa hofu, mshangao na kutokuamini. "Debora, inawezekanaje?" Kiza alitamka kwa sauti ya chini iliyovunjika. "Mke wangu, Debora, ni wewe kweli?" Sandra alipigwa na radi ya maneno hayo. "Baba, unasema nini? Huyu ni mfanyakazi tu, anaitwa Debora. Unamjua?" Bilionea Kiza hakumsikia binti yake. Machozi yalianza kumtoka mfululizo huku akimkimbilia Debora na kumkumbatia kwa nguvu zake zote. Debora naye alipasuka kwa kilio kikubwa, akimshika Kiza mgongoni huku akitetemeka mwili mzima. "Kiza, mume wangu, ni wewe kweli? Mungu wangu, baada ya miaka yote hii." Walianza kulia kwa furaha na uchungu kwa wakati mmoja, wakikumbatiana katikati ya jiko huku vipande vya kioo vikiwa vimezunguka miguu yao. Sandra alibaki amesimama mlangoni, mwili mzima ukitetemeka, akihisi kama ulimwengu unazunguka kwa kasi. "Baba, nieleze, huyu mwanamke ni nani?" Sandra aliuliza huku sauti yake ikitetemeka kwa hofu.
Bilionea Kiza alijitenga kidogo na Debora, lakini akabaki amemshika mikono yake kwa nguvu kana kwamba anaogopa atapotea tena. Alimgeukia Sandra, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Sandra, mwanangu, huyu ndiye mama yako mzazi. Huyu ndiye Debora, mke wangu niliyekuambia alikufa miaka 20 iliyopita kwenye ajali ya moto. Sandra alipiga hatua kurudi nyuma, mikono yake ikiwa imefunika mdomo. Hapana, ulisema mama alikufa. Uliniambia aliteketea kwa moto. Nilikudanganya Sandra, Kiza alisema kwa uchungu. Nilikudanganya kwa sababu baada ya ajali ile, nilimtafuta kila hospitali na kila mochwari kwa miaka 5 bila mafanikio. Niliamini kuwa amekufa kwa sababu hakuwa na ndugu yoyote wa kumsaidia. Nilikwambia alikufa ili uache kuuliza na uweze kuishi kwa amani. Lakini leo Mungu amemrudisha nyumbani kwake. Debora alimtazama Sandra, safari hii macho yake yakiwa na mwangaza wa aina nyingine. Wewe ni binti yangu? Wewe ndiye yule mtoto mchanga niliyemwacha? Sandra alihisi kama mbingu imemwangukia. Alikumbuka kofi alilompiga mama yake. Alikumbuka kumtemea mate. Alikumbuka kilele cha unyama wake, kumwagia maji ya moto mwanamke aliyempa uhai. Alimtazama mama yake, mwanamke aliyekuwa amevumilia miezi 3 ya mateso mikononi mwa damu yake mwenyewe, na kisha akatazama mikono yake iliyofanya unyama huo. Mama. Sandra alitamka neno hilo kwa mara ya kwanza, lakini lilitoka likiambatana na yowe la uchungu. Alianguka chini kwa magoti, akianza kulia kwa kwikwi za majuto makubwa yanayoweza kumuua mwanadamu. Jiko la kifahari la bilionea Kiza liligeuka kuwa uwanja wa vilio na majuto ya ajabu. Sandra alikuwa amejipindapinda sakafuni, akijigaragaraza karibu na vipande vya sahani vilivyovunjika, huku akipiga kelele za uchungu zilizotoka ndani kabisa ya nafsi yake. Kila neno alilosema baba yake lilikuwa kama msumari wa moto uliokuwa ukichoma dhamira yake. Mama yangu mzazi. Mwanamke niliyemtesa ni mama yangu. Sandra alikuwa akijisemea kwa sauti iliyovunjika, huku akihisi kama dunia inapasuka ili immeze kwa aibu. Mshtuko wa kisaikolojia ulikuwa mkubwa kiasi kwamba Sandra alihisi akili yake inataka kumruka. Alikumbuka kila tusi la nguoni alilomtolea Debora. Alikumbuka kofi lile zito alilompiga kisa tu amemletea chai ambayo haina sukari ya kutosha. Lakini picha iliyomtesa zaidi ni ile ya yowe la Debora wakati alipomwagia maji ya moto. Alitazama mikono ya Debora ambayo sasa ilikuwa imeshikiliwa na bilionea Kiza, mikono yenye makovu mabaya ya kuungua ambayo yeye binti yake wa kumzaa aliyasababisha. Hapana. Mimi ni katili. Mimi sifai kuitwa mwanadamu. Sandra alipiga yowe, akianza kujipiga makofi mwenyewe kwa hasira. Baba niue. Mama, niue tu, lakini usinitazame kwa huruma hiyo. Nimekutenda unyama ambao hata mnyama hawezi kumfanyia mwenzake. Debora, ambaye alikuwa bado analia kwa furaha ya kumpata mume wake, alimgeukia binti yake. Licha ya maumivu yote ya kimwili na kisaikolojia aliyoyapata kwa miezi 3 mikononi mwa Sandra, moyo wake wa kimama haukuwa na hata chembe ya kinyongo. Alijinasua polepole kutoka mikononi mwa Kiza na kupiga magoti pembeni ya Sandra. Alimshika binti yake mikono iliyokuwa ikitetemeka kwa hofu. Sandra, mwanangu, angalia hapa, Debora alisema kwa sauti ya upole iliyobeba amani ya ajabu. Sandra aliinua macho yake yaliyovimba na kujaa wekundu wa machozi. Alitegemea kuona hasira, alitegemea kuona kisasi au walau kusingiziwa, lakini alikutana na macho yale ya huruma ambayo Debora alikuwa akiyatumia tangu siku ya kwanza. Mama, nimekutendea vibaya, nimekutemea mate, nimekumwagia maji ya moto. Kwa nini unanigusa kwa upendo huu? Debora alimvuta Sandra na kumkumbatia kifuani kwake kwa nguvu. Mwanangu, siku ya kwanza nilipoingia hapa, sikujua wewe ni nani, lakini niliona upweke na uchungu ndani ya macho yako. Nilivumilia yote kwa sababu nilihisi kuwa wewe ni mtoto anayehitaji kuelekezwa kwa upendo, si kwa hasira. Yale maji ya moto yaliungua ngozi yangu, lakini machozi yako ya leo yameisafisha nafsi yangu. Nimekusamehe tangu zamani, binti yangu. Bilionea Kiza alisimama kando yao, akifuta machozi kwa kitambaa. Alishuka na kupiga magoti pia, akiwakumbatia wote wawili. Nisamehe na mimi Sandra, kwa kukudanganya kuwa mama yako amekufa. Nilifanya vile kwa upendo wa kibinadamu, nikiogopa utateseka ukijua mama yako amepotea. Lakini Mungu ni mkuu, amemleta mama yako nyumbani kwake kama mfanyakazi, ili atufundishe maana ya utu na unyenyekevu. Siku hiyo ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa.
Sandra alipatwa na homa kali ya wiki 2 kutokana na mshtuko, na katika kipindi chote hicho, Deborah hakuondoka kando ya kitanda chake. Alimlisha, alimfuta jasho na kumwimbia nyimbo za kishujaa. Jumba lile lililozoea kelele za matusi na dharau, sasa lilijaa sauti za kicheko, maombi na nyimbo za sifa. Baada ya kupona, Sandra hakuwa Sandra yule wa zamani. Ile roho ya majivuno na dharau kwa masikini ilikufa na kuzikwa. Alianza kuwaheshimu wafanyakazi wote ambao baba yake alianza kuwaajiri upya. Aliwaomba msamaha hadharani wafanyakazi wote aliowahi kuwanyanyasa na kuwalipa fidia kubwa. Alijifunza kuwa utajiri wa kweli haumo kwenye magari ya kifahari au majumba, bali umo kwenye utu na jinsi unavyowatendea walio chini yako. Sandra aliamua kuanzisha taasisi kubwa ya kusaidia wanawake wanaofanya kazi za ndani, akiipa jina la Machozi ya Deborah. Alijitolea maisha yake kuhakikisha hakuna mfanyakazi anayenyanyaswa kama yeye alivyomnyanyasa mama yake bila kujua. Kila mara alipomwona mama yake, alikuwa akibusu mikono yake yenye makovu na kusema, "Asante mama kwa kunifundisha kuwa binadamu." Simulizi hii ilisambaa jiji zima la Dar es Salaam. Ikawa fundisho kwa matajiri na watoto wao kuwa dunia ni duara, na kwamba mtu unayemdharau leo anaweza kuwa ndiye ufunguo wa maisha yako ya kesho. Sandra, Deborah na bilionea Kizado walianza kuishi kama familia moja yenye furaha, huku heshima na utu vikiwa ndio nguzo kuu ya jumba lao la kifahari milele na milele. Ndugu mtazamaji, huu ndio mwisho wa simulizi hii. Simulizi ya Sandra na Deborah inatufundisha kuwa utu ni akiba na heshima ni tunu ambayo kila mwanadamu anapaswa kuibeba, bila kujali kiasi cha fedha alichonacho benki au mamlaka alionayo duniani. Kisa hiki kinatukumbusha mambo makuu matatu. 1. Dunia ni duara. Leo unaweza kuwa juu na unayemnyanyasa akawa chini, lakini kesho historia inaweza kugeuka na ukajikuta unahitaji huruma kutoka kwa yule uliyemtemea mate. 2. Uvumilivu una malipo. Subira ya Deborah haikuwa ya bure. Licha ya kupitia maumivu makali, moyo wake safi ulimrudisha kwenye himaya yake na kumpata mume na binti yake. 3. Upendo wa mama hauna mipaka. Mama ni kiumbe wa kipekee. Ana uwezo wa kusamehe hata pale anapopewa majeraha ya moto, mradi tu aone mwanawe amebadilika na kuwa mtu mwema. Tunajifunza kupitia Sandra kuwa majuto ni mjukuu, na ni heri kutenda wema sasa kuliko kuja kulia mbele ya makovu ambayo yalisababishwa na mikono yako mwenyewe. Kwa heri, tukutane kwenye simulizi zijazo.